Shukrani mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa familia moja kutoka eneo la Pingilikani katika kaunti ya Kilifi inaiomba serikali kuingilia kati katika mzozo wa ardhi ambao wanadai ulichangia kutoweka kwa baba yao Francis Chelingeli tangu Mei mwaka 2024. Mgogoro huo unaohusisha kipande cha ardhi cha ekari 28 katika sehemu ya ekari 32 walizozimiliki awali cha mahakama ya juu ya Malindi kutoa amri Aprili mwaka 2024 ikidhibitisha umiliki wa ardhi na bwana Francis. Familia hiyo inakumbwa na vitisho na mashambulizi ya mara kwa mara, huku mamlaka za eneo hilo ikishindwa kuchukua hatua. Kutoka kaunti ya Kilifi anadai kwamba mume wake alitoweka Mei mwaka jana baada ya kupokea vitisho kutoka kwa watu wanaodai kumiliki ekari 28 za ardhi yao. Mwanawe Moses Lunga naye anadaiwa kushambuliwa kupanga na watu waliowazingira nyumbani kwao na kumtishia kumuua. Mimi niko pale naishi, yani niko na shida nyingi sana. Siwezi nitasema aje yani. Maana hata mzee mwenyewe alikuja wakamtishia, alipotea sijui mahali huko, msaada nikipiga ripoti kwa chifu hadi nikipiga ripoti police station cha Simba sisaidiki. Aidha waliripoti kutoweka kwa Francis katika kituo cha polisi cha Simba na kupata nambari ya kitabu cha matukio, lakini hawajashuhudia mabadiliko yoyote. Wamefichua jitihada zao kutafuta msaada kutoka idara ya upelelezi Nairobi na wizara ya mambo ya ndani, lakini bado hakuna hatua zilizochukuliwa. Wakati alipotea tulienda kupiga report cha Simba police station na tuko na OB, wakasema wana investigate that matter. Kabla apotee pia mzee alikuwa anatishiwa maisha na pia alireport hiyo issue but hawakuchukulia kwa uzito. Mahakama ya juu ya Malindi katika kesi ya namba 9 ya mwaka jana ilitoa uamuzi ikithibitisha umiliki wa ardhi kwa familia ya Francis na kuwataka waliokuwa pale waondoke na kuacha shughuli zote kwenye ardhi hiyo. Kwa hivyo naomba serikali iweze kuingilia kati masuala haya, kwa sababu tuko na valid title deed, tuna all the proceedings, tuko na judgment, kila kitu. Na ningeomba pia waziri wa usalama pia aweze kuingilia kati swala hili. Moses alieleza kuwa baadhi ya wahalifu waliomtishia ni watu wenye ushawishi, wakiwemo askari wa GSU, mkuu wa shule na wafanyikazi wa serikali ya kaunti ya Kilifi. Familia inaendelea kuomba serikali kuingia kati kwa haraka ili kulinda usalama wao na kuhakikisha amri za mahakama zinatimizwa. Patricia Alex, runinga ya KU, Kilifi.